بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Leo tunataka tuone ni nani mwenye hasara katika Ramadhani. Ni nani mwenye hasara katika Ramadhani? Kwa kuiondoa au kwa kuipitia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema kwamba alipanda ngazi ya kwanza siku ya Jumaa akasema amin. Akapanda ngazi ya pili katika mimbar akasema amin. Aliposhuka au alipomaliza hutuba yake, sahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, tumeshangaa, vipi umepanda ngazi ya kwanza ukasema amin, ukachukua ngazi ya pili ukasema amin, ya tatu ukasema amin? Ilikuwa nini yewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema, amenijia Jibril alayhi salam akaniambia kwamba amepata hasara, amehasirika man adraka Ramadhana, aliyekutwa na Ramadhani akawa hai, yiko afya nzuri, yiko mwenye watu wa kufunga, walam yughfar lah, na Ramadhani summa sarafa, na ikaondoka bila kusamehewa madhambi yake. Huyu ni mwenye hasara. Ndugu yangu, hasara ya akhera huwezi ukaifananisha hata kidogo na hasara ya duniani. Chukua mfano ya mtu ambaye alikuwa na akili, alikuwa ni tajiri, ana mali, ana kila kitu katika uhai duniani. Ikafikia siku akaondokewa, Mwenyezi Mungu akamnyang'anya kila kitu, akafilisika kabisa. Aliyekuwa tajiri wa kwanza katika sehemu au duniani, yakawa ndiye mwenye akili, utajiri mkubwa, akafilisika, akawa ndiye mwisho wa watu ambao ni mafakiri. Huyu sio mwenye hasara. Huyu sio mwenye hasara. Mwenye hasara anayesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye amekutwa na Ramadhani, akaishi katika mwezi ambao ni mwezi wenye baraka, akaishi katika mwezi ambao ni mwezi mwenye ibada, akaishi katika mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameuchagua katika miezi 11, na akaiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi huo. Akaja kaishi huyu mwanadamu, akakutwa na Ramadhani hii. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe na watu kama hao, atuepushe na hiyo hali, atuweke katika watu ambao wamesimama imara katika ibada zake katika mwezi wa Ramadhani. Anasema akakutwa na Ramadhani, baadaye Ramadhani ikaisha, Ramadhani kaondoka, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia ayyama ma'dudat, ni siku za kuhesabiwa, 1 2 3 4 5 29 30, hayazidi hizi siku. Lakini ubora wa siku hizi ni zaidi ya miezi 1000. Ubora wa siku hizi. Je, wewe huyatizami, huyaoni kwamba mwenye kupata hasara katika hizi siku atakuwa ni mwenye hasara kubwa? Wewe huione kwamba hii ni hasara kubwa sana? Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe kuwa katika watu hawa. Faidika na huu mwezi, faidika na hizi siku,
ndugu zangu au ndugu yangu au dada yangu, hujui kwamba kesho, mwaka kesho utakukuta tena ukutane na Ramadhani. Ichukulie hii Ramadhani kuwa ni Ramadhani yako ya mwisho. Fanya ibada kama leo ndiyo mwisho wako. Ebu jitolee mbele yake Mwenyezi Mungu, ndiyo utajiri. Mtume Muhammad SAW akasema kwamba Jibril amenijia akaniambia kwamba amepata hasara ule ambaye man adraka Ramadhan, ambaye amekutana na Ramadhan thumma sarafa, Ramadhani kaondoka, walam yughfar lah, akawa Mwenyezi Mungu hakumsamehe madhambi yake. Qul amin, akaniambia kwamba niseme amin, nikasema fakultu amin. Akasema kwamba, na akaniambia Jibril alayhi salam akaniambia niseme amin, nikasema amin. Jambo kubwa ambalo linahitajiwa hapa, nataka nifikirie mimi na wewe ulifikirie, ni kwamba hasara hii inayosemwa hapa ameileta ni ujumbe. Jibril alayhi salam ameuleta ni ujumbe kwa Mtume Muhammad SAW ili awaambie sisi wanadamu, sisi Waislamu tuone, tuzinduke, tuzicharge akili zetu, fikira zetu, ujue uko wapi, niko wapi mimi na Ramadhani. Ebu nikikaa pembeni na moyo wangu na nafsi yangu najiuliza, nafsi yangu, nini, wapi wewe na Ramadhani? Wapi wewe na mambo ya Ramadhani? Je, Ramadhani unaifahamu vipi? Siku za Ramadhani zinakimbia haraka. Wallahi, tumeanza juzi, leo tumeingia siku 20, tunataka kuingia katika siku 10 za mwisho. Lakini tumeanza kumwesha kwa ukitizama unaona kama vile umefunga siku 2 au 3. Lakini ndugu yangu, hizi siku ni kubwa sana. Sasa nikikana na nafsi yangu najiuliza, nini nimefanya katika hii Ramadhani? Nimefaidika nini na Ramadhani hii? Je, niko miongoni mwa wale waliofaidika? Niko miongoni mwa wale ambao wamepata uzuri wa Ramadhani? Niko nao watu ambao wamefaidika na hizi siku za Ramadhani, au niko na watu ambao wamehasirika na Ramadhani? Na naudhu billah. Twaomba Mwenyezi Mungu atuepushe. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atupe nguvu za kufanyia kazi. Sasa ndugu yangu, mwenye hasara ni yule ambaye amekutwa na Ramadhani, baada ya Ramadhani kaondoka, lakini akawa hakupata lolote, hakusamehewa, amebaki kama alivyokutwa na Ramadhani. Subhanallah. Yani mtu amemwagiwa vijihela akiwa ni fakiri wa mwisho, akiwa ni miskini wa mwisho, wakamwagia vijihela, ikapinduka miaka, hela hakufaidika nazo, hakufaidika na chochote, hela zikaisha bila ya kufaidika hata siku moja, kabaki ingalau huyo akiwa yuko katika hali hiyo, lakini akawa na jana ya dunia, yani anayo imani, anafaidika na Ramadhani, vijihela viondoke, heshima za duniani ziondoke, uzuri wa duniani uondoke, kwa sababu yeye ni mzuri zaidi, anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, na ametengeneza afya yake, uhai wake na Mola wake. Yani yeye furaha ya dunia ameipata na ya akhera ameipata. Kwa nini? Amemtekeleza Mwenyezi Mungu, amejua ukubwa wa Ramadhani, akawa hana muda wa mchezo, hana muda wa maneno, hana muda wa porojo, hana muda wa mpira, hana muda wa lolote. Ye wakati wake ameutumia vizuri kwa kumcha Mwenyezi Mungu na kuzidi kutafuta amali zake au thawabu zake Mwenyezi Mungu. Sasa mwenye hasara ni yule ambaye hakufikiria hali yake. Ameishi na Ramadhani,
ameisha amefunga, ameshinda amefunga, hakula, hakumjali mke wake wala lolote, lakini amemalizika au Ramadhani imeondoka bila hata kusamehewa hata dhambi mmoja. Wa'iyadhu billah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanye waja wazuri ambao kabisa ambao wanafaidika na Ramadhani. Ndugu yangu, dada yangu, mtizamaji na msikilizaji, na yeyote atakayenisikiliza, kwa kweli tuzitafute nafsi zetu, wapi sisi na Ramadhani? Wapi mimi na Ramadhani yangu? Wapi wewe na Ramadhani yako? Wapi yeye na Ramadhani yake? Hii Ramadhani imekuja leo, Mwenyezi Mungu amekupa fursa, upo, hujui kwamba mwaka kesho upo, na hujui kwamba kesho utarudi tena kuzipata wakati kama huu. Kwa hiyo faidika na siku hii, faidika na siku hii ile ya leo. Nakwambieni jambo mmoja, unaweza ukawa umeharibu mwanzo, wa'iyadhu billah, waweza ukawa umeharibu mwanzo, lakini usikate tamaa. Usikate tamaa, usije ukakata tamaa. Mwenyezi Mungu wako bado yupo, na amekupa chansi kwamba sasa hivi amekuongezea muda, bado uko hai. Siku ya leo upo, saa hizi uko hapo, uko hai, waweza ukayatengeneza yale yaliyopita. Alimkuta mwanazioni mmoja anaitwa Fudhail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, akamkuta mtu mzima, mwanamume mzima, akamkuta ameuchezea muda wake, ameuchezea umri wake. Akamuuliza, kama anta min umrik, yani una miaka mingapi labda umri wako? Kwa sababu wanazioni walikuwa ni watu ambao wanapata wanasikia huruma kwa watu wanaochezea na wakati wao, kwa sababu wao wanajua mbele. Ndiyo hali ya mtume. Hali ya mtume walikuwa wakifanya dawa, kuwavuta watu, kuwaondoa katika mambo mabaya, kwa kuwaweka katika sehemu nzuri, yani sehemu za kutengeneza afya zao na Mola wao. Fudhail ibn Iyadh akamkuta mzee huu, akamuuliza, yani una miaka mingapi? Akamwambia 60 sana, kwa sasa umri wangu niko na miaka 60. Akamwambia 60 sana wa anta ala safarin yushiku an tasil, yani wewe una miaka 60 lakini uko bara, yani una safari ya kwenda kwa Mola wako, karibu sana ufike, yani punde tu utafika, yani unaondoka. Miaka 60. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba watu wa umma wake umri wao uko baina 60 wa 70, baina 60 wa 70, yani wako katikati. Acha tupate pumzi kidogo, turudi tena. Naam, tukiendelea, tulikuwa tumepata tupumuzi kidogo, tunarudi tena kwa kumzungumzia kisa cha huyu jamaa. Akamwambia kwamba mimi na miaka 60 kwa sasa. Akamwambia sasa, wewe miaka 60 uko njiani, uko safarini, unamsogelea Mwenyezi Mungu, yani unakaribia, unarudi kwa ulikotoka, lakini hujali wala hujui uko wapi, wala hufikirii wakati wako. Vipi, mbona unakaribia kufika? Sasa jamaa kazinduka, akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Aliposema jambo hilo, Fudhail ibn Iyadh akamuuliza, atadru maanaha, je, unajua hilo jambo unalolisema, unajua maana yake? Akamwambia, ma maanaha, niambie maana yake ni nini? Akamwambia kwamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, inna lillahi
sisi tunatoka kwa Mwenyezi Mungu, sisi tuko watu wa Mwenyezi Mungu, wa inna ilayhi raji', yani sisi tunarudi tena kwa Mwenyezi Mungu. Yani umetoka kwa Mwenyezi Mungu, utarudi, unarudi hivi huku, unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Akasema kwamba jua ya kwamba utakaporudi kwake, yule ambaye unayerudi kwake, ambaye anayerudi kule, atakwenda kuulizwa, atakwenda kujibiwa, ataulizwa maswali. Na kama amejua kwamba ataulizwa maswali, hayo maswali yanahitaji jawabu. Maswali hayo yahitaji jawabu, majibu yanahitaji majibu, lazima uyajibu. Sasa jamaa akasema wa malhal, kwa sababu anaona muda wote ameumaliza katika kupumbazika tu, ameuchezea wote, anafanya nini? Akamwambia alhal yasir, akamwambia kwamba njia ya kutengeneza, kama na mimi na wewe tunaambiwa haya, namna ya kutengeneza iko karibu, tena ni nyepesi. Akamwambia kwamba islih ma baqi, tengeneza muda huu ambao unao, tengeneza uhai huu kuanzia leo, siku ya leo. Yughfaru laka ma madha, Mwenyezi Mungu atakupa haya ambayo unayo mazuri uliyoyatengeneza, na atakupa yale yaliyopita. Anasema Mwenyezi Mungu kwamba wale ambao watatubu na wakayafanya mema, illa alladhina tabu wa amanu wa amilu salihat ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, ambaye wale ambao watatubu kwa Mwenyezi Mungu, ukweli wa kutubu, wakarejea kwa Mwenyezi Mungu, ukweli wa kurejea, yani wakaepukana na yale ambayo wamekuwa wameishi muda mrefu. Yani hizi siku ulizozichezea leo, siku ya leo ambao Mwenyezi Mungu uhai au kapitali amekupa, kapito yako ni uhai amekupa leo, bado uko salama, bado uko hai, bado uko kwenye ndani ya Ramadhani, bado uko kwenye siku nzuri. Tuko bado katika siku nzuri, tuko bado katika hali ambayo twaweza tukatengeneza vilivyopita. Anamwambia kwamba tengeneza haya ulionayo leo, Mwenyezi Mungu atakupa mazuri uliopo na ulionayo leo, na atakupa yale yaliyopita. Maana atakusamehe, akupe uzuri wote uliotangulia fanya, na atakupa uzuri ambao unaonao sasa, na atakusamehe yote. Mwenyezi Mungu yote ni msamehevu. Sasa ndugu zangu, dada zangu, wakati ambao tumeghafilika ni mrefu, lakini bado tuko na wakati ambao wa kutengeneza. Wakati wenyewe si kesho, wakati wenyewe ni huu leo, sasa hivi unavyonisikiliza, sasa hivi unavyonitazama. Tubadilishe nyoyo zetu, tubadilishe nia zetu, tuzitengeneze nia zetu, tuziondoe katika mambo ambayo yameisha tuchukua, yanatuepusha au yanatukataza kuwa ni waja wazuri wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo, sasa hivi, yaweza kuyatengeneza mambo yote ya uhai wake uliopita, miaka 20, 70, almuradi bado uko hai, almuradi bado uko hai. Mwenyezi Mungu amekupa jambo kubwa sana, mimi na wewe tuko hai, bado tuko hai, na jambo la kufanya ni dogo sana, ni jambo la kurejea kwake Mwenyezi Mungu, twakumuomba msamaha, kwa sababu yeye ni msamehevu,
kwa kumuomba imani na udhibiti yake. Mtume wa Mwenyezi Mungu amejiwa na sahaba akamwambia, ya Rasulullah ausini, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nataka unipe wasia, nataka nipeni wasia. Akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim, sema, himiza katika nafsi yako, kuwa imara, sema ya kwamba amantu billah, nimemwamini Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumwamini, nimeepukana na mambo ambayo ni kuancheza nayo. Thumma istaqim, baada yake kuwa imara, kuwa tufanya tauba yako kwa ukweli na nguvu. Basi shikamana na ibada zile ambazo zitakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Labda huenda ikawa ni wakati wako wa mwisho, wakati utakaoondoka utakuwa ni mwenye imani, utakuwa ni mwenye imara, na umuombe Mwenyezi Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe imani, tuwe thabiti katika imani. Hii haihitajiki kuwa na siku nyingi ndugu yangu, haihitaji masaa mengi, ni sasa hivi ndugu yangu, dada yangu. Kwa kweli tumeichezea muda wetu, tumeuchezea mara nyingi, tumeuchezea mara dufu, tumechezea miaka mingi. Tunafikiri kwamba uhai wa dunia labda ndiyo furaha. Hamna, hakuna furaha za dunia. Furaha ya dunia ni kumcha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Furaha ya dunia ni kukaa katika nyakati za kumwabudu Allah Jalla wa Ala, ni wakati wa kumfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola wako anataka muda wako utumie vizuri, yataka muda wangu ni utumie vizuri. Fikiria haya mambo ambayo yaweza ya kukutanisha na Mola wako, akiwa na furahi, ana furaha kukutana na wewe. Man kana yarju Allah wal yawmil akhir, yani mtu ambaye anafikiria kwamba atamkutana Mwenyezi Mungu ambaye na siku ya kiyama, falyamal amalan salih, afanye mambo mazuri, afanye mambo ya kutengeneza, asimshirikishe Mwenyezi Mungu na vitu vingine, basi atakutana na Mola wake, ameshashinda hapa uhai wa duniani. Haya hayahitaji ndugu zangu, na kurudieni dada yangu, kaka yangu, ndugu mdogo wangu, baba yangu, kwamba haya hayahitaji miaka, yanahitaji masaa, sali moja, dakika, sekunde. Yawezekana ndugu yangu ikawa maneno yangu unayosikiliza sasa hivi, yaweza kuwa bado umebakia na dakika 20 au dakika 30. Sasa tumia hizi zenyewe, hizi dakika tu chache, tutumie dakika hizi ambazo tunao. Yani kila wakati ukiona bado unapumuzi, jua ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupa njia ya kuishi vizuri, amekupa imani ya kuishi, ya kutengeneza maisha. Sasa achia mbali na miaka 30 umepita, achia mbali na miaka 60 unayo, achia mbali na miaka 70. Basi mwaka mmoja au dakika 3 zatengeneza miaka hii yote iliyopita katika huu mwezi wa Ramadhani hasa. Mwenyezi Mungu sali moja aliyokupa kuwa hai, wallahi ni kapito kubwa sana kwako, ni maisha. Sali moja tu kuliishi katika Ramadhani, ukaishi katika kujua kwamba sali moja hili nalitumia kumcha Mwenyezi Mungu, nalitumia kubadilika mimi, kurudi katika njia ambazo ni za kumuridhisha Mola wangu. Hili sali moja linaweza likawa ni bora zaidi ya miaka 50 ambayo unayo. Kwa hiyo ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani hatakiwi kuwa ni mwenye hasara. Usije ukawasirika na dakika moja. Na kuombeni najiomba nafsi yangu, tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mtengenezaji wa roho, tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumbaji wetu, ndiye mjuaji katika nyoyo zetu, anayejua tunayoweka. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika watu ambao wanazisafisha vizuri nafsi zao, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atusafie nafsi zetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja ambao
wanajua umuhimu na uzuri wa Ramadhani. Ramadhani sio siku kama zingine ndugu yangu. Ramadhani usije ukafikiria labda ni siku kama zingine ndugu yangu. La, Ramadhani ni siku bora. Ramadhani ni mwezi mzuri. Ramadhani ni mwezi wa baraka. Ramadhani ni mwezi wa ibada. Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Ramadhani ni mwezi wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Ramadhani ni mwezi wa kusimama usiku unamlilia Mwenyezi Mungu. Sisi ni mafukara, tunahitaji Mwenyezi Mungu, wa huwa al-Ghaniyyul Hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye utajiri wa kila jambo. Kwa hiyo sisi mafakiri tuwe katika miongoni mwa watu ambao wanasimama mbele yake Mola wetu, tunamuomba ili atutajirishe na mambo yake mazuri. Usifikiri kwamba utajiri ndugu yangu ni kuwa na pesa nyingi. La. Utajiri ukiwa afya nzuri, bila maumivu, bila maradhi, bila nini, wewe ni tajiri kubwa sana. Kwa sababu kuna matajiri wanamjihera. Alisema Ibn Kathir rahimahullah katika aya akiwa akisema kwamba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Mwenyezi Mungu alikuwa anasema kwamba sasa kwa siku ya leo, yani ni watu wale ambao wanapata hasara katika uhai wao, tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe nao. Ambaye anakaa katika hii dunia ameepukana na maneno ya Mwenyezi Mungu, amejiepusha, amekwenda mbali na maneno na ukumbusho wa Mwenyezi Mungu, hataki kuzifikiria aya zake Mwenyezi Mungu al-kaunia, hataki kuzifikiria aya zake al-sharia, hataki kuzisikiliza zote, basi anaishi katika maisha tandhankia. Atakuwa ameishi katika maisha ambayo ni ya vile Mwenyezi Mungu, ni maisha ambayo ni mabubi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mweza wa kila jambo, mwepesi wa kusamehe, atusamehe madhambi yetu na atupe faida ya Ramadhani. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.